usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku taarifa zikidai kuwa ndege ya kigeni imetua tena katika nyanda za juu za Minembwe, wilaya ya Fizi, Kivu Kusini. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, ndege hiyo inadaiwa kuwa ya Rwanda na ilifika kwa lengo la kutoa msaada wa kijeshi kwa muungano wa wahasi wa AFC wanaohusishwa na M23 ambao unaendelea kuwa na shughuli katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Vyanzo vya karibu na mamlaka za Kinshasa vimeeleza kuwa tukio hilo ni ukiukaji wa anga ya Kongo na vinahonya kuwa linaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Wakati wa huo, mapigano yanaendelea kuripotiwa Masisi baada ya siku kadhaa alfajiri ya Jumamosi, Februari 28 kati ya waasi wa AFC na M23 dhidi ya muungano wa wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na FARDC walishambuliana katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano makubwa yameripotiwa katika kijiji cha Ndete kilichopo Muhanga kunako kitongoji cha Buhabo. Mapambano mengine pia yameripotiwa katika eneo la Mashaki, kitongoji cha Nyamaboko ya kwanza, pamoja na Lukole, kitongoji cha Banyungu. Kuanzia majira ya saa 11 alfajiri, milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika katika vijiji hivyo vitatu vya sekta ya Oso Banyungu. Inaelezwa kuwa wapiganaji wa Wazalendo walizuia shambulizi ya kustukiza kwa wakati mmoja, wakilenga kuyarejesha maeneo ambayo yalikuwa tena chini ya udhibiti wa waasi wa M23 AFC. Wiki hii vyanzo vya eneo hilo pia vimeripoti kuwepo kwa shambulizi la anga lililotekelezwa kwa kutumia droni ya kijeshi Ijumaa jioni, likidaiwa kulenga msafara wa waasi kwenye barabara ya Mushaki huko Rubaya. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au majeruhi, huku kukiripotiwa zaidi ya wanamgambo 30 wa M23 AFC waliokamatwa katika mapigano yanayoendelea Masisi. Anza hapa. Sema Ha? 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Au kusema? Nimeshasema 10. Okay. 16 17 18 19 20 Amekupita. 21 23 24 26 27 28 29 30 huko mbili wenyewe. Sasa imekamatika. Asa mko na gombana. Papa, mmebaniwa ni kikundi ambayo kikundi iko na nguvu. Mshasikia Ndimbura? Mshasikia Ndimbura? Mnazisikiaka? Mnawasikiaka na mulibaona kwa matendo yao. Ule yoyote atapenda tu tugombane, tutagombana. Sisi tunaacha tuko na gombania. Tunagombania haki yetu, udongo yetu. Sasa tuna problemu ya udongo. Hakuna mtu anakuwa tunya isipokuwa Rwanda. Isipokuwa Rwanda hatuna problemu na mtu yoyote. Inji ni yetu. Hatuwezi tukakamata sira juu tugombanishe inji yetu. Kwanza wana siku wao. Ile ni desordre muko ndani. Desordre muko ndani. Banaume sasa wapata nyie vraiment. Si muko na gombana. Na mwe bya muko na gombana. Vitu gani? Profit gani bya muko napata maili ba mjinga hivi. Mnapata makuta? Nase kantra kuna. Bana wapokelesha? Haki mko sawa vile vikondoro. Mko sawa vile vikondoro vraiment. Akili ndogo mko nayo. Okay, sawa. Sisi tuna probleme na nyie. Isipokuwa tu ile ugonjwa mko nayo.
ya kubadanganya. Si atuwake mateka wakati tunakubamba ewana hatutakuua. Si munaona ke na be masasi ilipata niko natunzisha. Si magonjwa hapo. Halo. Ya kubakilia il faut rester occupé na nini. Mbona sikii? Na reta hayo wake. Itaenda ni kusamba tu. Hakuna nini. Sawa? Okay. Kikundi ambayo iliwakamata wanasemaka coalition. Baada ya zaidi ya siku 10 za mapigano mfululizo, sehemu hiyo ya Masisi inakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu. Vijiji kadhaa tayari vimeachwa bila wakazi, familia nyingi zikikimbia makazi yao kwa hofu ya usalama.